Asanteni kwa wote mliojihusisha kwa namna yoyote ya kifedha na kiharakati za hapa na pale mpaka hapa tulipofika. Hata hivyo, nasikitika kukupa taarifa ya kwamba bado hali ya binti yangu imeendelea kuwa na sintofahamu kubwa, na kwamba sasa tumefanya uhamisho ama hospitali zimefanya uhamisho kutoka hospitali ya kwanza aliyokuepo mpaka hospitali ya kanda ya hapa Mbeya, na baada ya rufaa hospitali ya kanda ya hapa Mbeya sasa imefanyiwa transfer kwenda hospitali ya taifa Muhimbili. Mali hapa sikutaka ili ni heshimiwe, yameni kutamashaka sawa sawa na wewe. Mali hapa sikutaka ili ni heshimiwe, yameni kutamashaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, yameni sawa sawa, pamoja nawe, nimeona mashaka sawa sawa na wewe, sawa na vile Yesu ambavyo alisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini pia Mtume Paulo aliwahi kusema hivi katika Wakorinto wa pili sura 7 mstari wa 5. Anasema, kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani palikuwa na hofu. Na katika Wakorinto wa pili ya sura 4 mstari wa 8 unasema, pande zote twadhikika bali hatusongwi, taona shaka bali hatukati tamaa. Nimepata mashaka makuu nijuacho kwa lugha yetu sisi wa Afrika. Kinachokuwa kimefanya matatizo kwenye fahamu zetu ni shetani. Nami nataka yeyote uliye na nguvu ya aina yoyote ya kumkabili shetani huyo, naiomba nguvu hiyo kwa kutazama umuhimu wa binti yangu Sifa kwako, ama kwa dunia, ama kwa jamii. Kwa kutazama umuhimu wangu kwako ama kwa jamii. Paulo anasema yote haya yalitupata kwa sababu ya kuieneza Injili. Yote haya yametupata kwa sababu ya kuwa sehemu ya wanaolia. Tumetamani mtu anayelia tujue kwa nini unalia. Mtu anayelia tumsaidie kufikisha kilio chake kwa wale anaowalilia au wale anaohitaji msaada wao. Kwa sehemu kubwa yote yaliyotupata yametupata kwa sababu ya moyo huo. Yamemkuta haya. Dua yangu ni maombi yangu kwako. Sisi Afrika
baya lolote linalotokea ni shetani anakuwa amefanya. Lakini naamini yeyote unayenisikiliza hapa una nguvu za kupambana na shetani. Wengi wa mnaosali na hata mlio na akili timamu, hata msali huenda mnafahamu aina ya shetani ambaye naweza nikamzungumzia hapa. Naomba nikusihi, ikiwa inakupendeza, fanya unaloweza kufanya. Ikiwezekana huyo shetani, kama bado Mungu anaweza katurehemu, katupa nafasi ya kumwangusha kabla hajaleta madhara, tumwangushe. Nimesema mara kadhaa, Afrika shetani ni hewa, pengine na maji ya bahari na giza. Lakini wenzetu wazungu, shetani ni mistakes, ni mipango ya watu yenye makusudi maovu au matendo ya watu maovu. Wazungu kwa sehemu kubwa wanayakabili matendo. Ni kwa sababu hiyo na kuomba sana, yeyote unaweza kumkabili shetani, iwe ni yule unayejua yuko gizani, iwe ni yule unayejua ni mipango ya watu, ni matendo ya watu, naomba fanya lolote uwezalo kufanya. Binti yangu yuko katika hali inayohitaji mkono wa yeyote mwenye moyo wa kweli. Nikujulishe katika Biblia, aina ya shetani ambaye Biblia pia ilijua huyo ndio shetani anayeweza akawa anasababisha madhara, naye nataka ungekuwa unamtazama. Katika Zaburi 37 mstari wa 32 anasema, mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Biblia yenyewe inatambua mtu ni mtu ambaye humvizia mtu, ni mtu fulani anakuwa meudhika, yani kuna maovu fulani anafanya, kuna ubaya fulani anafanya. Kwa hiyo inapotokea kuna mtu fulani mwema anamwambia acha, ili si zuri, ni mtu ambaye humvizia mtu mwenye haki ili atafute kumfisha. Kwa kama ni shetani, kwa mujibu wa Biblia, kama ni shetani, kwa mujibu wa Biblia, shetani ni mtu. Yani shetani hutumia mtu. Ni watu hupata mawazo, ukaa vikao wakiwa na kunywa soda, nani tumfanye nini? Kwa wakati mwingine kumkabili shetani ni kulikabili tatizo na kuangaika na mtu anayekuwa sababu ya hilo tatizo. Lakini ukumbuke, hapa anajaribu tu kukwambia kwamba ikiwa wewe unajua shetani ni mapepo yako baharini, yako hewani, ni wakuu wa angani, kuna mijitu fulani iko hapa angani. Lakini kimsingi Paulo anasema tupate kuziteka nyara kila fikra, tukiangusha ngome na kuziteka nyara kila fikra zimtii Mungu. Anga, wakuu wa anga na angani ni wakuu wa fikra. Hizi fikra Paulo alitaka tuziteke fikra zimtii Kristo. Ndio vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya wafalme wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Hebu kabla siendelea hapa, nikusomee ili andiko kuziteka ni kupigana vita katika ulimwengu wa roho. Kupigana vita katika ulimwengu wa roho. Katika 2 Korinto sura ya 10, najua
ushanasha. Kwa hiyo hapo huwezi kunisikiza kwa chochote, lakini sikia maandiko yenyewe yanajieleza. Inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, mstari wa 3, Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ngome hizo ni zipi? Ngome ni zipi? Tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho, kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ngome ni zipi? Ni kila elimu ijinuayo juu ya haki, juu ya Mungu, na tukiangusha ili tupate kuteka nyara kila fikra. Ni mawazo ya wanadamu tunayotafuta kuyabadili, kila mawazo yao yasifikirie, yasipange kufanya mabaya. Na mstari wa 6 unaweza kusema, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kubatilisha maasi yote, kuangusha maasi yote. Maasi hayafanywi na mapepo, maasi yanafanywa na wanadamu. Kama ni mapepo yanashawishi wanadamu wafanye maasi. Hivyo ikiwa pengine mapepo, mashetani ni hewa hii, hebu tumia nguvu yoyote. Tumia nguvu yoyote. Fanya chochote. Tazama umuhimu wa binti yangu. Nawashukuru sana ambao mmejihusisha 2 watatu. Kiukweli gharama za hospitali zote hizo tusingeziweza peke yetu kirahisi. Nawashukuru sana 2 watatu mliohusika. Ingawa mnafahamu kwa sehemu kubwa mtu ambaye atatoa pengine 100,000, 20,000, 5,000, huwa anajua kama vile alivyojitoa yeye kutoa hiyo 100,000, 300,000, 100,000, 20,000, anajua basi wengi wamefanya hivyo. Na kumbe uliye na moyo wa kufanya hivyo, kumbe ni wewe tu na watu wengine wachache. Wengi huwa ni sherehe. Watu wa aina yangu tukikutwa na mfano wa haya tunayokutwa nayo. Kwa hiyo ndio maana tunakuwekea wazi, kama una la kufanya nenda tu, kwamba ni Muhimbili. Kama ni kuwasiliana kwa simu ambazo tumeziweka, wasiliana. Katika Mithali sura ya 1 mstari wa 19 inasema, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Sio anauacha, ni mtu ana tamaa ya mali, huondoa uhai wa walionayo. Mimi najua shetani yuko, najua masuala ya kibiolojia na vitu kadha najua yako. Lakini wakati tunahangaika na masuala ya kibiolojia, ni vizuri sana yeyote unayeweza kutia mkono wako, tuhangaike pia na kumsi shetani yeyote ama kumtafuta, kwamba shetani, wewe huwezi ukamaliza wachawi kwa kuwa mchawi. Uchawi ni roho. Huwezi ukamaliza watu wema kwa kuwa watu wema ama kutesa watu wema. Ni yafanyayo si yajuti. Najua ndio njia pekee ilingeleta usawa
na matumaini ya kweli na maisha ya kweli kwa binadamu waliopo duniani. Inawezekana kabisa yamenikuta, yananikuta na yatanikuta, lakini yadhuru nini? Tulitoka kwa Mungu, kwake tunarejea. Mungu angeweza kuruhusu mabaya kuliko haya, sikuwa na la kujitetea. Wanaopatwa mabaya mfano wa haya tunayopatwa nayo ni wengi, na hawajihusishi na kutetea jamii, hawajihusishi na kuwa kinywa cha wanaolia, hawajihusishi na kuwapigia kelele wanaoonewa. Hiyo ni tafsiri ya kwamba hata tusingejitaabisha na haya, inawezekana tungekuwa moja kati ya wale waliopotea, wale waliofariki, wale wanaougua kwa sababu zingine zisizofahamika na kueleweka. Achana sisi tuwe sehemu ya uchungu na maumivu, lakini tukiwa tunajua tunapitia uchungu huo, tunapitia maumivu hayo kwa sababu ya moyo wa kuamini katika usawa, moyo wa kuwa kinywa cha wasioweza kuzungumza. Mtume Paulo anasema yafuatayo alipoendelea kuiona hali ya namna hiyo katika kitabu cha Filipi sura ya 1 mstari wa 17 na kuendelea. Anasema, bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa hiyo nafurahi, nami nitafurahi. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu. Na kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa, vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu ama ikiwa ni kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Yadhuru nini? Nimetegemea kwamba sitaaibika kamwe, lakini kwa maisha yangu ama kwa mauti yangu Kristo ataadhimishwa. Kwa sababu kuishi kwangu ni Kristo, na kufa ni faida. Katika Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 16, Paulo huyo anaandika na kusema, kwa hiyo hatulegei, japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Tumefika hapa tulipofika. Ninakusihi sana, yeyote ambaye unaona umaana wa utumishi wangu kwa jamii, kwa Mungu,
fanya uwezalo. Ifike mahala na wajulisha hivi ili karibu kila mmoja ujue ulifanya uwezalo. Biblia imesema yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu, lakini ya sirini ni ya Mungu. Njoni tujaribu kumtafuta shetani ambaye tayari yuko kwenye mwili wa binti yangu. Tujaribu kwa uwezo na kwa hali yoyote ulionayo, cheo chochote unacho na mahali popote ulipo. Lakini mbili na kusi, jaribu pamoja nami tumtafute shetani anayekuwa anatengeneza haya. Mimi niko tayari kupokea chochote, na nijualo ya kwamba chochote kiwezacho kufanyika ama kitakachofanyika hakitaubadili moyo wangu. Nimepoteza ambavyo sikutegemea kupoteza. Sina cha ajabu ninachoogopa kukipoteza. Nalijua jambo moja, sijasukumwa na hila, sijasukumwa na chuki ya kidini, sijasukumwa na upendeleo wa kikabila, wa kikanda. Nimeamini furaha walionayo wale anatakiwa kuwa nayo na yule. Nimeamini yule anayelia tunahitaji kulia pamoja naye. Naamini huo ndio utumishi kwa Mungu, na hayo ndio maisha binadamu yoyote ulipaswa kuishi kwayo. Kwamba ni kukosa hekima, kwamba ni kuyataka, basi nimechagua kuyataka ya aina hii kama wewe ulivyochagua kuyataka ya aina yako, kwa sababu si kana kwamba wewe uko salama. Pengine tofauti ya mimi na wewe, mimi nalalamika na kusema hadharani, wewe unakufa nayo kimya kimya. Lakini si kana kwamba yeyote unayenisikiliza popote uko salama, una amani. Uwezi ukawa na amani wakati kuna jirani yako analia. Uwezi ukawa na amani wakati kuna jirani yako amevunjika mguu, amefariki. Hata ukienda msibani ama kuna mahali pana ajali, alafu kaanza kusema mimi nina amani jamani, mimi nina amani. Kwa hivyo vitu hivyo unaweza kuchukuliwa hatua na watu wanaokusikia. Uwezi ukawa na amani wakati kuna watu wanalia. Kulia sio sehemu ya ubinadamu. Kulia kumepangwa, kumetengenezwa na wanadamu, na wametaka tuzoee na kuchukulia kwamba kulia ni sehemu, kuhuzunika ni sehemu, kuumia ni sehemu ya maisha yetu. Lakini aishivyo Mungu, ikiwa nitaishi nikiwa nimesimama upande wa haya tu, na ikiwa nitakufa bado kaburi litahubiri. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.